Mei 20, Jumanne. Mwaka wa 2025, mwongozo wa hatua ya kugeuza maisha na Remnant, Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi. Kutakuwa na nyakati unakabiliwa na hatua ya kugeuka huku ukiendelea na safari ya maisha yako. Hatua hiyo ya kugeuka itakuwa miongozo. Basi ni katika wakati huu ambapo kazi za ufalme wa Mungu huanzishwa. Pia, mwisho wa dunia wa Remnant ni sinagogi. Lazima ushikilie agano hili ipasavyo. Kwanza, Paulo alizingatia mji wa Thesalonike kuwa muhimu. Ni kwa sababu ilikuwa ni njia muhimu iliyoelekea Roma. Kutoka hapo, alieleza kwa nini Yesu alipaswa kufa msalabani na kwa nini alipaswa kufufuka. Pili, Paulo na wanandoa Priscilla na Akila waliingia katika masinagogi kila Sabato. Wakawasilisha siku ya Bwana Jumapili, ibada na maombi. Pia, waliwasilisha kwake Apolo neema ya Roho Mtakatifu ambaye alifanya kazi juu ya mlima Kalvari, mlima wa Mizeituni na chumba cha juu cha Marko. Tatu, kabla ya kwenda katika masinagogi, kwanza alifurahia kazi za Roho Mtakatifu zilizokuwa kwenye chumba cha juu cha Marko. Isitoshe, aliwaza nao kwa ujasiri kwa miezi 3 kuhusu ufalme wa Mungu. Baadaye, harakati ya Tirano ikazuka. Ilikuwa hapa ambapo Paulo alitoa ukiri wake muhimu kwamba lazima pia aone Roma. Vivyo hivyo, lazima uangaze nuru ya Kristo kwa mataifa 237 na makabila 5,000 ambayo yamefunikwa na giza. Naomba ushike kwa uthabiti agano hili na uende shuleni kwako. Ukiwa hapo, omba ufalme wa Mungu uanzishwe. Ombi la leo: Mungu Baba, ufalme wako ambao Paulo aliwasilisha kwa Remnant katika masinagogi uwe imara juu ya shamba langu pia. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.